Naam, tunaripoti kutokea hapa Kahama Airport ambako Young Africans wanatua kuelekea kwenye jambo lao pale Ushirombo. Mimi niko na Captain Kizinga, ndugu yangu Heri, kutoka Dar es Salaam mpaka Kahama. Bana, tunashukuru Mungu tulianza safari pamoja na tumefika mpaka hapa katika uwanja wa airport ya Kahama kwa lengo la kuisubiri timu yetu ya Young Africans ambayo mpaka sasa hivi tunavyozungumza ipo mawinguni juu, inakuja katika ardhi hii ya Kahama kwa lengo la kuelekea Ushirombo kwenye uzinduzi mkubwa kabisa. Tuwapongeze viongozi wa Young Africans kwa kuamua sasa kwenye uzinduzi wa msimu huu unakuwa ni uzinduzi bora kabisa kuwahi kutokea Tanzania, kwamba tunakwenda kuzindua sio sisi tu mashabiki, sio sisi tu wanachama, tunakwenda kufanya uzinduzi tukiwa na timu yetu pendwa na wachezaji wetu. Leo hii tutakwenda kumuona katika ardhi ya Ushirombo Peter Shalulile Shashaman, mchezaji ghali kabisa kuwahi kutokea kwenye ardhi ya Tanzania. Leo hii tunakwenda kumshuhudia. Walisema hawezi kuja, sasa amekuja, na jana kafika tayari kwenye viwanja vya Jangwani kwenda kupata dua na sala, maombi ya kutosha, ulinzi wa kutosha. Tuwaambie tu kwamba Shashaman halogeki hata kwa namna gani, halogeki hata mje na uchawi wa namna gani. Tayari kashatambikiwa pale, tayari kashapewa ulinzi thabiti, dua za kutosha, yasini za kutosha, tayari yuko na ulinzi mujarabu, hamtaweza kumsumbua. Bwana, vibe limekuwa kubwa kweli kweli. Mashabiki wa Young Africans wamejitokeza kwa wingi kwa ajili ya kuipokea timu yao. Hii unasemaje kwenye muitikio wa namna hii? Niwapongeze sana na niwaombe waendelee kutoka katika maeneo mbalimbali. Wakazi wa Kahama, Geita, maeneo mbalimbali, Chato, Ushirombo, maeneo ya Katoro, waendelee kumiminika kwa wingi. Tuendelee kusogea katika maeneo ambayo ni husika Ushirombo, ili tuende tukafanye balaa. Hawajawahi kuniangusha watu wa Kahama, wamekuwa na mwitikio mzuri. Watu wa Ushirombo pia vile vile wamekuwa na mwitikio mzuri sana. Kwa hiyo tuendelee kumiminika kwa wingi kwa lengo la kuhakikisha tunakwenda kufanya balaa siku ya leo. Taarifa nilizonazo, kuna ng'ombe 250. Ng'ombe 250. Zote hizo ni kwa sababu tu ya wanayanga, kwa ajili ya kula, kunywa juisi na vitu vingine. Bana, watu watakwenda kula na mpaka kusaza. Twende tukashambulie kweli kweli, twende tukafanye sherehe ya kutosha. Tunakwenda kufanya uzinduzi wa wiki ya mwananchi, wiki ambayo tunakwenda tarehe 9. Kwa hiyo lazima tujitokeze kwa wingi. Twende tusogee tukamuone Peter Shalulile Shashaman, twende tukamuone Sheikh Ibrahim Atoula, twende tukawaone wachezaji wetu pendwa mbalimbali, watakuwepo pale. Bwana, mimi nataka nizungumze na wewe jambo moja. Young Africans inawaheshimisha mashabiki wengi, wanachama wa Young Africans. Si wachezaji kutambulishwa, ila kabla ya siku ya wananchi mnapaswa kuwaona. Leo dhahiri Young Africans wamewaletea wachezaji muweze kuwaona kwenda kwenye kilele. Mnathaminika sana wanachama na mashabiki wao. Sana. Mimi niwapongeze viongozi wa Young Africans kwa kutuheshimisha na kutupa thamani ya juu sana. Kitendo cha kuamua kuwaleta wachezaji wa Young Africans kuwapeleka Ushirombo, ili sisi wakati tunakwenda kufanya uzinduzi wetu tunakwenda kuwashuhudia wakina Shashaman, wakina Pati Shalulile, tunakwenda kumshuhudia Chuga, tunakwenda kumshuhudia Alan Okello, Starboy all the way from Uganda, tutakwenda kumuona pale, tutakwenda kumuona Duka Abuye, tutakwenda kumuona Bakari Nondo Mwamnyeto, mchezaji pekee ambaye naye pia amekuwa sehemu ya kikosi, ameongezewa mkataba tayari, mchezaji mwenye makombe mengi aliyebarikiwa na Mungu kwenda kunyanyua vikombe, tutakwenda kumuona siku ya leo. Kwa hiyo wakazi wa Geita, wakazi wa Katoro, wakazi wa Kahama, tunakwenda kuungana nao. Hii ni thamani kubwa ambayo tumepewa na viongozi wetu. Tuwapongeze sana, tunawashukuru sana. Tuko pamoja kuhakikisha tunakwenda kushirikiana kuwaona wachezaji wetu na kutamba nao siku ya leo. Bwana, mimi nataka nikuulize jambo dogo tu hapo, kidogo naweza nikagonga spana hivi. Yes. Mangungu au magoli? Nani mtaalamu? Bana, kwanza mimi nilikuwa sijatia chochote katika hili. Mimi nimpongeze sana Mangungu kwa namna pekee ambapo amekuwa na ujasiri wa hali ya juu. Mangungu mara nyingi alikuwa akitupiwa lawama sana. Alikuwa akilalamikiwa na kila mtu. Lakini kumbe Mangungu alikuwa na jambo lake moyoni, alikuwa na siri kubwa. Mangungu alikuwa na donge liko moyoni linamsumbua sana. Na watu ilikuwa ni ngumu kumtambua Mangungu kile ambacho iko nacho moyoni. Kumbe alikuwa anapata shida sana. Alikuwa anateseka sana katika nafsi yake. Alikuwa anakutana na vita kubwa sana katika nafsi yake. Vita ambayo watu walikuwa hawajui. Leo hii tumekwenda kushuhudia kwamba kumbe alikuwa anamfilisha Mangungu kwa misimu yote aliyokuwa akikutana na Yanga, misimu ambayo amepoteza ubingwa. Kumbe kulikuwa kuna watu walikuwa nyuma wanamfilisha. Na leo hii amekwenda kudhihirisha wazi magoli kwamba yeye ni mtu wa namna gani.
Kumbe Mangungu alikuwa na changamoto kubwa. Mimi niwaambie tu Mangungu aendelee kupambana kuhakikisha anaiokoa timu, kwa sababu yeye ndo mwenye timu, yeye ndo mwenye 51% mwana wake, kwamba mamlaka yote anayo yeye. Kwa hiyo hawa wengine ni watu ambao hawana mapenzi ya dhati. Mimi nimemsikia Magoli akisema kwamba wanachama wa Simba wanatakiwa kushukuru Mungu kwamba tajiri kumleta mtu ambaye kumleta yeye Magoli kwa sababu ni mwana Simba kweli. Maana yake ni nini? Huyu ni mbaguzi. Kwa hiyo tunakwenda kuona kabisa Magoli ni mbaguzi. Ni mbaguzi. Na ubaguzi kwenye nchi yetu hii umepigwa vita sana. Ubaguzi wa kikabila, rangi na nini, miongoni mwa vita kubwa ya taifa imekuwa ni ubaguzi. Unaposema kwamba wewe ndio mwana Simba kweli, maana yake Mangungu sio Simba. Simba aliyezaliwa leo, Simba aliyezaliwa msimu uliopita, maana yake sio Simba. Simba ni wewe wa miaka yote ya nyuma. Kama ungekuwa Simba kweli na una mapenzi ya timu yako ya Simba, usingeruhusu kusimamia katiba ambayo ni katiba ambayo inakwenda kuwaumiza wana Simba. Katiba ya mwaka 2018 ni katiba mbovu ambayo imewafikisha Simba hapa ilipo. Ni katiba ambayo imekuwa ikimbeba sana Magoli na mtu wake. Yaani yeye amekuwa akitetea maslahi ya bosi wake. Ni katiba ambayo imewafirisha. Hivi kweli kama una mapenzi na timu kweli, rasilimali watu unaijua? Msingi wa hizi timu za Simba na Yanga ni rasilimali watu, maana yake ni wale mashabiki. Kwa nini usiwasogeze mashabiki wakalipia timu yao, wakalipia ada zao, wakawa wanachama ambao wanaichangia timu yao? Wewe unatumika kama sehemu ya kufunga yani ile njia ya watu wasichangie timu, maana yake wewe ni mnyonyaji. Wewe umekuwa unanyonya muda mrefu. Nimpongeze Mangungu. Mangungu ameamua kusimama na 51%, ameamua kusimama kwa lengo la kuiokoa Simba, kwa lengo la wanachama wachangie timu yao. Ndio maana unaona anapambana sana na anapigwa vita. Nimwambie Mangungu, wakati mwingine ukifanya place, nenda kafanyie pale pale kwenye uwanja ule, kwa sababu ndio uwanja wako. Kafanyie pale pale. Na hawa vijana wa digital, nimwambie Mangungu, Ahmed Ally pamoja na wakina Chiko, wote wale vijana wa digital fukuza wote. Ahmed Ally pamoja na Chiko na wengine wale vijana wote. Haiwezekani mwenyekiti mwenye timu yake anafanya press Bunju, Ahmed Ally hayupo, Chiko hayupo, kameramani hayupo, anatumia simu ya kitochi. Kweli Mangungu anakwenda kufanya press, unamrekodia na simu ya nini Infinix? Sijapenda kitendo kama hicho. Kwa hiyo Mangungu kama itampendeza timu wote, timu. Sasa mimi nataka nijiulize moja. Ile Instagram ya Simba Sports Club ipo upande wa Mangungu au ipo upande wa tajiri? Ndio maana nimesema kuna nyakati Magoli alikuwa anajikuta yeye ni mkubwa kuliko Mangungu. Na ndio maana unaona hata Mangungu pamoja na kuwa na utu uzima wake, ameufanya kuwa utu uzima dawa. Amekuwa mstaarabu, amevumilia mengi, amevumilia shida sana, hakuwa mkorofi, hakuwa na shida yoyote. Lakini kuna vita kubwa sana ameipitia Mangungu. Si umenielewa? Ule ukurasa wa Instagram ni ukurasa wa klabu ya Simba ambao unatakiwa kuwa chini ya muktadha Mangungu. Lakini kwa nini wewe unaushikilia? Kwa hiyo yule ametumika kuwafanya wale vijana wamdharau. Kwa hiyo tuwape pole sana, tumpe pole Mangungu. Fukuza vijana wote kwenye ule ukurasa wa Instagram, muweke hata mzee wa Saruti, atapendeza sana. Shukrani sana. Asante sana.